Hujambo na karibu sana katika ripoti ya muda huu, ambako katika ripoti ya muda huu utasikia taarifa ya kila ambacho pia kinajili ama kinaendelea huko Kursk nchini Urusi. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, wanajeshi wa Urusi walizishinda brigades takribani 8 za vikosi vya jeshi la Ukraini katika eneo la Kursk na kuendelea na shughuli zao za mashambulizi, imeeleza Wizara ya Ulinzi ya Urusi kutoka huko Kursk nchini Urusi. Na pia baada ya ripoti ya Kursk pia utasikia taarifa kuhusu jeshi la anga la Belarus kuangusha ndege isiyo na rubani aina ya Shahedi ya Urusi eneo moja la huko Homel Oblasti ya nchi hiyo usiku wa Oktoba 20 ya mwaka 2024. Karibu sana, pia ungana nami hadi mwisho wa taarifa hii. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, wanajeshi wa Urusi walizishinda brigades 8 za vikosi vya jeshi la Ukraini katika eneo la Kursk na kuendelea na shughuli zao za mashambulizi, imeeleza hivyo Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ambako hasara za kila siku za vikosi vyenye silaha vya Ukraini katika mwelekeo wa Kursk zilifikia zaidi ya watu 310 na magari 9 ya kivita, ambapo kwa ujumla kabisa tangu mwanzo wa mapigano hayo adui amepoteza takribani wanajeshi zaidi ya 25. Na pia unaweza ukashuhudia operation hizo au matukio hayo moja kwa moja kutoka Kursk huko nchini Urusi kwa njia ya WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka taarifa hizo au matukio hayo moja kwa moja kutoka huko Kursk nchini Urusi. Hivyo pia kama nao utawiwa kujiunga ama kushuhudia operation hizo za kijeshi huko Kursk nchini Urusi moja kwa moja kutoka mstari wa mbele, basi nafasi unayo na unaweza ukajiunga sasa kwenye grupu la WhatsApp. Unaweza ukajiunga moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 pia kama kigezo cha kupata taarifa hizo kwa njia ya WhatsApp, ambako pia kiasi hicho cha pesa unaweza ukalipia kwenye nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650. Basi pia karibu sana kama utawiwa kushuhudia ama pia kushuhudia matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele kwa njia ya WhatsApp. Taarifa kuu kuhusu hali nzima inavyoendelea pia huko katika mkoa wa Kursk nchini Urusi. Vitengo vya kundi la Battle Group la Urusi kaskazini liliendelea kufanya operation za kukera. Wakati huo vilishinda vitengo vya 22, 47 na 115 mashine na 82 pamoja na 95 za shambulio la angani, brigadi ya 36 ya baharini pamoja na kikosi cha 103 na 129 cha utetezi cha brigades ya Ukraine katika maeneo ya makazi ya Kolmakovi, Krugelenkoe, lakini pia huko Novi Puti, Prikovo na kwengineko, ambako kwa ujumla kabisa katika kipindi cha saa 24 zilizopita vikosi vya jeshi la Ukraine vilipoteza zaidi ya watu 310, magari 9 ya kivita yaliharibiwa pia pamoja na gari la mapigano ya watoto wachanga, kituo cha ulinzi cha M113, magari 7 ya kivita ya kupambana silaha pamoja na bunduki 6 na magari 6, mifumo miwili ya vita ya elektroniki ya Enclave na kituo cha rada cha kukabiliana na betri. Kwa ujumla kabisa tangu kuanza kwa operation hizo wakati wa mapigano katika mwelekeo wa Kursk, Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 25 na 50, vifaru 167, magari 83 ya mapigano, watu 103 wenye silaha za kivita, 964 walipambana na magari ya kivita, magari 660 na vipande 210 vya silaha. Na pia nikipa kisogo taarifa ya huko Kursk, lakini pia napenda kufahamishe taarifa ya shambulio la ndege isiyo na rubani ya Urusi ambayo pia ilikiuka anga na kuingia katika nchi ya Belarus. Jeshi la anga la Belarus liliangusha ndege isiyo na rubani ya aina ya Shahedi ya Urusi eneo moja la Homel Oblasti ya nchi hiyo usiku wa Oktoba 20, kikundi cha uchunguzi cha Belarusia Hajun kimeripoti hivyo. Tukio hilo linaashiria mara ya 3 ndege kutoka Urusi
kuangushwa katika nchi hiyo ya Belarus kutoka huko nchini Urusi, ambapo kwa mujibu wa kundi hilo la ufuatiliaji limesema mashambulizi matatu ya Urusi, ndege zisizokuwa na rubani, ziliingia eneo la kusini mwa Belarus kuanzia majira ya saa 12:30 asubuhi kwa saa za huko nchini Belarus. Ndege zilivurugika kukatiza ndege hiyo isiyo na rubani mwendo majira ya saa 1 karibu na mji wa Yerski huko Homel, ambako wakazi waripoti kusikia sauti za mlipuko, ambako pia jeshi la anga la Ukraine ripoti kutunguliwa kwa ndege 31 kati ya ndege 51 za mashambulizi ambazo Urusi ilianzisha usiku kucha, ambako pia Air Force iliongeza kuwa ndege 13 zisizo na rubani zilipotea kutoka rada za Ukraine usiku kucha. Mapema kabisa mwezi wa 9 2024, jeshi la Belarus lilithibitisha kutungua ndege isiyo na rubani kwenye ardhi yake kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa uvamizi kamili huko Ukraine na dhidi ya vikosi vya Urusi. Minsk haijawahi kukuza pingamizi kwa Moscow, mshirika wake muhimu, juu ya matukio yaliyoripotiwa ya ndege isiyo na rubani, ambako pia kwa mujibu wa Belarusia Hajun imesema kumekuwa na visa vingi vya ndege zisizo na rubani za Urusi aina ya Shahed zinazoruka kwenda hadi Belarus katika kipindi cha miezi michache iliyopita, wakati mashambulizi ya ndege isiyo na rubani yanapozidi kuongezeka katika maeneo hayo. Mwisho wa taarifa hii na pia taarifa zingine zinafuata hapo baadaye. Cha msingi endelea kuifuatilia na kuitembelea kila siku JMTV kwa habari zaidi za kimataifa, hasa kutoka huko nchini Urusi, lakini pia huko nchini Ukraine na Mashariki ya Kati, yani Israeli, lakini pia huko Lebanon. Na kukumbusha kwamba unaweza pia kushuhudia operation za kijeshi hizo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele huko Urusi na Ukraine, lakini pia Mashariki ya Kati, na maanisha Israeli na Lebanon, kwa njia ya WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka taarifa au operation hizo moja kwa moja kutoka eneo husika la tukio, ambako pia vita hivyo vinakuwa vimefanyika kwa siku husika. Basi sasa nafasi unayo ya kupata matukio hayo baada tu ya kukamilisha malipo ya kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650. Basi pia JMTV inakukaribisha sana kule WhatsApp kwa ajili pia kushuhudia operation hizo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele huko Urusi, Ukraine, lakini pia Mashariki ya Kati, yani Israeli, lakini pia huko Lebanon.